Kwenye safari ya mafanikio ya biashara na maisha, sio kila mtu anayekuzunguka anakutakia mema na kukupa msaada utakao kusaidia kufika kwenye ndoto zako. Wapo watu wanaoweza kuonekana ni watu wa kawaida, lakini kwa maneno yao, tabia zao na mtazamo wao unaweza kuwa ni moja ya kikwazo kikubwa kwenye maendeleo yako binafsi. Kuelewa aina ya watu wanaoweza kuua ndoto zako ni hatua muhimu ya kujilinda, kuongeza nidhamu, kujenga mawazo chanya na kuimarisha mafanikio yako ya kibiashara na maisha pia. Aina ya kwanza ni watu wanaopenda kushindana kuliko kushirikiana. Hawa ni watu wanaoona kila kitu kama ushindani badala ya kuona nafasi ya kushirikiana na kukua kwa pamoja. Hawa ni watu wanaopenda kudhibitisha wao ni bora zaidi kuliko wewe. Aina hii ya watu inaweza kuchelewesha maendeleo yako binafsi kwa kukufanya uendelee kupoteza muda kwenye mashindano yasiyo na faida. Ni muhimu kujifunza kushirikiana na watu wanaoleta thamani badala ya ushindani. Aina ya pili ni watu wanaodharau mwanzo mdogo. Hawa ni aina ya watu ambao hawaamini kwenye hatua za kuanza na mwanzo mdogo. Kazi yao ni kupima mafanikio kwa ukubwa wa mwanzo badala ya kuangalia uwezo wa ukuaji wako. Kuwasikiliza hawa watu kunaweza kukuua kisaikolojia na kukufanya usianze kufanya kitu chochote kabisa. Kitu cha kuweka akilini, lazima ujue kila biashara kubwa ilianza na hatua ndogo. Aina ya tatu ni watu wanaokukatisha tamaa. Hawa ni watu wanaopenda kuona changamoto kuliko mafanikio yako. Kila unapopiga hatua, wao kazi yao ni kuleta maneno ya kukukatisha tamaa. Ukikubali maneno yao, unaua ndoto zako mwenyewe. Ni muhimu kuwasikiliza, lakini usiruhusu maneno yao yaamue hatua za maisha yako. Aina ya nne ni watu wanaokupotezea muda. Hawa ni watu wasio na mwelekeo na wanakupotezea muda mwingi kufanya mambo yasiyokuwa na msingi kwenye maisha yako. Muda ni rasilimali ambayo ni ya muhimu sana kwenye biashara, lakini pia kwenye maisha. Ukikaa na watu wanaopoteza muda, utajikuta unapoteza fursa za muhimu kwa sababu ya kukosa matumizi mazuri ya muda. Aina ya tano ni watu wanaopenda starehe na kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Hawa ni watu ambao wanapenda maisha ya raha bila kupanga malengo yao ya maisha yao ya kesho, na pia huwa wanaamini chanzo kimoja tu cha mapato na huwa wanaishi bila kuweka akiba. Aina hii ya mtazamo ni hatari kwenye biashara na maisha pia, kwa sababu inakufanya kuwa tegemezi kwenye aina moja ya kipato na kutumia pesa bila mpangilio wala kuweka akiba. Kwenye biashara, mafanikio yako yanategemea watu unaowaruhusu kuingia kwenye maisha yako. Chagua kwa hekima marafiki, washirika wa kibiashara na washauri wanaokujenga, sio wanaokubomoa. Ndoto zako ni jukumu lako kuzilinda.